Kukua kwa sayansi na teknolojia kumeleta mabadiliko mengi duniani katika ubunifu, uendelezwaji na uendeshwaji wa masuala mbalimbali katika sekta tofauti, iwe ya kiuchumi, kijamii, kiutawala na nyinginezo, ambazo kwa karne hii ya sasa ni vigumu kukuta nyanja ambazo kwa namna moja au nyingine utekelezaji wake au uendeshaji wake haujauishwa na mifumo ya tehama. Tehama ni ufupishi wa maneno ya teknolojia, habari na mawasiliano yanayobeba dhana inayojumuisha teknolojia na mifumo yote inayotumika kusimamia, kuhifadhi, kuchakata na kusambaza taarifa kupitia vifaa vya kielektroniki na mifumo ya mawasiliano. Kila ifikapo Alhamisi ya 4 ya mwezi Aprili, ulimwengu huadhimisha siku ya kimataifa ya wasichana katika tehama. Je, ni nini lengo la kuanzishwa kwa siku hii? Siku hii ya wasichana katika tehama ilianzishwa na shirika la mawasiliano duniani ITU miaka 7 iliyopita kwa lengo la kuwahamasisha wanawake, wasichana ama watoto wa kike kuweza kuchukua masomo ya sayansi. Kwa hiyo TCRA ikiwa kama mjumbe na mwanachama wa shirika hili la mawasiliano duniani linaungana na mataifa mengine ambao pia ni wanachama kuhakikisha kwamba tunaadhimisha siku hii ya wasichana katika tehama kwa kuwajengea wasichana uwezo wa kushiriki kwenye masomo haya ya sayansi. Je, kuna umuhimu gani wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wasichana katika tehama? Kwa majina naitwa Clara Hakim Joseph. Nimetokea shule ya Miembe Saba Sekondari iliyoko mkoa wa Pwani. Siku ya wasichana katika tehama ina umuhimu kwa sababu inawasaidia watoto wa kike kukimbilia fursa mbalimbali za tehama, ambapo kama tunavyojua sasa hivi dunia yetu ni ya sayansi na teknolojia. Hivyo basi hiyo siku ya wasichana katika tehama inawasaidia kuhamasisha wasichana katika tehama ili waweze kukimbilia fursa na kuwa katika dunia yetu kama inavyoenda kwa sasa hivi. Ni muhimu sana kwa sababu wasichana zamani unajua ilikuwa ni kundi ambalo lilionekana kama liko nyuma. Lakini kukawa na siku yao, yani siku ya watoto wa kike kwenye tehama, inawanyanyua juu, yani kuwafanya kwamba wao sio tabaka dogo. Wao wanaweza wakawa kwenye sekta mbalimbali. Kuna mainjinia, kuna nini. Kwa hiyo wakijua tehama watakuwa kwenye sekta mbalimbali na itawasaidia kwenye kusolve matatizo mbalimbali yaliyoko kwenye jamii. Kuna umuhimu kwa sababu tehama saizi tunakoelekea ulimwengu wote ni digital. Na tusingependa wasichana au grupu hili liachwe nyuma kwenye eneo la tehama, kwa sababu tunapoenda saizi tehama ni kila kitu. Kwa hiyo hili pia kuweza kuwa wao kushiriki na kuwe na positive impact kwenye eneo hilo ni muhimu na wenyewe washiriki kwenye tehama. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana na ni muhimu sana kwa wasichana kuhamasika kujifunza na hata kushiriki kwenye shughuli za tehama. Kumekuwa na mwitikio mdogo wa wasichana kuchangamkia masomo ya tehama ukilinganisha na jinsia ya kiume. Je, sababu ni ipi? Kwa majina naitwa Omari Sanane, nasoma chuo cha UDSM, kozi ya telecommunication engineering mwaka wa kwanza. Mimi kwa upande wangu naona wanawake wengi wanakuwa na wito mdogo kwa wanawake. Ni swala tu la kutokujiamini. Ila ni jambo ambalo mtu wa jinsia yoyote anaweza kufanya, kwa sababu kwanza hii ni sehemu ambayo tunashirikiana. So kwamba hata boys kuna vitu vinatushinda, ila tunashirikiana tunaviweza. Na hisi tu ni uoga wao, lakini waje ni sehemu salama na wataiweza. Naitwa Glory Makanja. Nipo mwaka wa 3, nachukua kozi ya bachelor degree in telecommunications engineering. Nipo nasoma hapa kwa ICT college yetu ya UDSM. Kwa mimi hapa, what I can say, kumekuwa kuna mwitikio mdogo kwenye sekta kwa upande wa wasichana, kwa sababu kuna mentality fulani ambayo tayari imeshajitengenezwa na society na jamii kwamba yani mwanaume yupo superior kuliko mwanamke. Kwa hiyo hizi kozi zetu of course sio rahisi. I believe kwamba hamna kitu kirahisi. Ila kilevel kidogo huku mambo yako complicated kidogo zaidi, mambo ya sayansi. Kwa hiyo inawatengenezea watu uoga wa kwenda kuface kilichopo ahead kwenye hiyo swala, kwenye hiyo sekta yetu ya tehama.
Nadhani sababu ziko nyingi sababu, lakini kubwa zinaweza zikawa mbili kwa uelewa wangu. Kwanza ni mila ama dhana potofu ambayo imekuwa imejengwa na jamii kuanzia huko nyuma, kwamba wakifikiria masomo ya sayansi ni magumu ama hayafanyiki ama mengine yanaweza kufanywa na wanaume peke yake, lakini bila kufahamu kwamba hata wasichana pia wanaweza wakafanya masomo hayo ya sayansi wakachukua na wakafanya vizuri tu, pengine wakafanya vizuri zaidi hata ya wanaume. Kwa hiyo cha kwanza ni dhana. Kwa hiyo inawezekana dhana hiyo ndio ambayo imesababisha wasichana wengi kuona kwamba hawawezi kufanya masomo haya ya sayansi. Lakini cha pili inaweza ikawa ni kutokujiamini tu kwa baadhi ya wasichana ambao wanaona kwamba mimi hichi kitu bana sitanga kama nitaweza, hisabati naona kama ni ngumu ama nini. Kwa hiyo baadhi ya wasichana ambao wamekuwa wakiwa na kutokujiamini na kuona kwamba pengine hawawezi kushiriki kwenye masomo haya ya sayansi. Hili swala linaanzia chini kabisa, kwa sababu TEHAMA lina msingi wake mkubwa ni masomo ya sayansi, yani STEM. Kwa hiyo kadri mwitikio unavyokuwa mdogo kwa wasichana kushiriki au kuchagua masomo ya STEM au sayansi tangia wakiwa huko chini, then pipeline ya wasichana hao kuja sasa kusoma TEHAMA na yenyewe itakuwa ni ndogo. Kwa hili linaanzia chini kabisa. Na mara nyingine naweza kusema unaweza ukalaumu kwamba linaanzia sekondari, lakini hapana. Hao wasichana wanatakiwa waandaliwe toka wakiwa shule za msingi. Kwa hiyo uhamasishaji kwenye ushiriki wa masomo ya sayansi yenyewe unatakiwa uanzie chini kabisa katika ngazi za chini. Lakini mimi pia ninaweza kulisema linaenda hadi kwenye ngazi ya familia. Mtoto tangu akiwa mdogo, wewe unamuandaaje? Wewe kama baba, wewe kama mama, unamuandaaje mtoto wako ili aweze kusoma? Manake tunaanzia kule chini ndo tunaenda all the way juu. Uwepo wa rasilimali watu wa kutosha ni msingi wa kuendeleza sekta yoyote ile, ikiwemo ya TEHAMA. Je, serikali inafanya jitihada gani ili kuhamasisha na kuwawezesha wasichana kuchangamkia fursa za TEHAMA? COSTECH kama ilivyo ni tume ya sayansi, teknolojia, na jukumu kubwa la COSTECH ni kupromote sayansi, teknolojia na ubunifu. Na TEHAMA ni sehemu kubwa ya sayansi, teknolojia na ubunifu. La kwanza ni kuhamasisha, na kwenye kuhamasisha kwa miaka miwili toka mwaka jana na mwaka huu tumekuwa ni implementing partner. Tunashirikiana na mfuko wa mawasiliano kwa wote kufanya mafunzo yanaitwa Girls in ICT, ambapo mwaka jana tuliweza kutrain wasichana zaidi ya 248 kutoka shule za sekondari za serikali nchi nzima. Kila mkoa ulitoa wasichana, na mwaka huu pia hiyo programu inaendelea. Ni wasichana zaidi ya 240 kutoka kila mkoa, wakimaliza kusoma kufanya training kwenye ICT wanatengeneza product zao. Na mwaka huu na mwaka jana mafunzo haya yali concentrate kwenye eneo la robotics. Kwa hiyo wanaweza wanakuja na project zao, zile project zinawafanya watengeneze solution, na zile solution tunaziconcentrate ni solution ambazo zinaenda kutatua changamoto mbalimbali za kijamii. Lakini zaidi ya hiyo tuna program chini ya Buni. Tunayo innovation hub yetu hapa ya Buni wana program ya Buni Divas. Buni Divas ni wanaandaa kitu kinaitwa Women Tech Festival. Ni jukwaa kwa ajili ya wanawake kuhamasisha kuziona fursa zilizopo kwenye teknolojia. Lakini pia kupitia Buni kuna program inaitwa Kuza Femtech. Hii ni kwa ajili ya wale wasichana au mabinti ambao wame drop out kwenye shule mbalimbali. Kwa hiyo hii Kuza Femtech mara nyingi wanawahamasisha na wanawafundisha hawa mabinti ambao wengi waliokuwa drop out from school, kuhamasisha kutumia teknolojia kwenye shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Umri wa miaka wanaoshiriki ni wale wasichana wenye miaka 15 hadi 20. Lakini pia kuna program ya Future Femtech ambayo imeshaweza kuimpact zaidi ya wasichana 50 nchini. Hii wanapata fursa pia ya kupata mentorship kwa ajili ya kutumia teknolojia. Wanakuwa facilitated kutengeneza prototype. Zile prototype, baada ya kutengeneza prototype wanaenda kufanya pitching. Pitching ni pale ambapo wana present prototype zao, alafu wale ambao wako vizuri zaidi wanapewa seed funding kidogo kuanzia milioni 10. Na hadi sasa hizi
tayari startups karibu 10 zilizotokana na hizo pitching na hizo prototype wamepata funding hizo za milioni 10. Mamlaka ya mawasiliano inafanya jitihada nyingi sana katika kuhakikisha kwamba wasichana hawa wanashiriki. Tunaongeza ushiriki wa wasichana kwenye masomo ya sayansi, hisabati, uhandisi pamoja na tehama kwa ujumla. Kikubwa ambacho kwanza tunafanya ni kutoa mafunzo kwa wasichana mbalimbali wa Tanzania bara na visiwani. Mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo wao sasa ili waweze kushiriki kwenye kutatua changamoto mbalimbali zilizopo kwenye jamii kwa kutumia tehama. Na kwa kila mwaka tukiwa tunafanya maadhimisho haya, mafunzo huwa yanatolewa kwa themes mbalimbali. Kwa mfano kwa mwaka huu kwa elimu kwa shule za msingi tumewapa elimu ya robotics, lakini kwa shule za sekondari wamefanya mafunzo ya jinsi ya kuendesha ndege nyuki ama kwa Kiingereza tunasema drones. Lakini pia bila kusahau elimu ya vyuo vikuu, na wao wamefikiwa, tumewapa elimu ya geospatial pamoja na big data analytics. Kwa hiyo mamlaka ya mawasiliano cha kwanza inatoa mafunzo, ila pia tunawapa nafasi basi wasichana hawa kuonyesha kazi zao za bunifu kwenye maonyesho ambayo tunakuwa tumeandaa hususan katika siku ile ya maadhimisho ya siku ya wasichana katika tehama. Lakini jambo lingine la tatu, sisi tunapenda kuwahamasisha wasichana kupitia kuwapongeza na kuwapa zawadi. Kwa hiyo kwa mfano mamlaka ya mawasiliano pia inatoa zawadi kwa wasichana ambao wamefanya vizuri kwenye masomo ya hisabati na fizikia wa shule mbalimbali za sekondari. Mwitikio umekuwa ni mkubwa, na bahati nzuri mwitikio umekuwa mkubwa Tanzania bara na visiwani, kwa sababu pia tunafanya mafunzo bara pamoja na visiwani. Kwa upande wa kuweza kuwafikia wasichana, mpaka kwa mwaka huu tumewafikia wasichana zaidi ya 130, na tunatarajia kwamba idadi kubwa pengine zaidi itaweza kujitokeza huko tunapoendelea kushiriki kwenye siku hii ya maadhimisho ya siku ya wasichana katika tehama. Sekta binafsi imekuwa mstari wa mbele katika kuchagiza ustawi wa nyanja tofauti. Katika upande wa tehama, upi ni mchango wa sekta binafsi katika kuhamasisha wasichana kuchangamkia fursa za tehama? Ushiriki wa sekta binafsi kiukweli ni muhimu sana, kwa sababu wao wanaenda mbali pale ambapo serikali imeshindwa kufika, na pengine wao wanaweza kukuta serikali inaona eneo hili na wao wanaweza kaona eneo lingine. Kwa hiyo wakati mwingine juhudi hizi zinapaswa kufanywa kwa pamoja, kwa kushirikiana na sekta binafsi na sio serikali peke yake. Na kiukweli kwa upande wa TCRA wamekuwa wakituonyesha ushirikiano mkubwa sana. Tumeshirikiana nao katika kuratibu haya mafunzo. Wamekuwa mstari wa mbele na wao kusema kwamba bwana, hapa tuboreshe hiki, safari hii tufanye hiki. Kwa hiyo na wao ni muhimu katika kuhakikisha kwamba hawa wasichana wanaongezeka, ili swala hili la tehama lisio limejikita kwenye upande mmoja tu. Hata na sisi Tanzania tuwe vinara wa tehama. Wakati mwingine sisi tunapokea sana teknolojia mbalimbali, lakini na pia sisi tunaweza tukawa sehemu ya kutengeneza hizo teknolojia, kwa sababu changamoto hazifanani. Changamoto zilizopo Tanzania na changamoto zilizopo mataifa mengine hazifanani. Kwa hiyo pengine zile teknolojia zinazotumika kule zinaweza zisiendane mazingira na za kwetu. Ndio maana ni muhimu tuwajengee uwezo na sisi wasichana wetu, vijana wetu, ili waweze kubuni teknolojia mbalimbali ambazo zinaweza kufaa kwenye jamii ambayo inatuzunguka. Wadau wengine sekta binafsi, kuna watu wanaanzisha shule binafsi kuhakikisha kwamba kunakuwa na computer labs na kadhalika ili kuongeza ushiriki. Serikali na sekta binafsi imekuwa ikitoa mafunzo mbalimbali ya tehama ili kuhamasisha na kuwawezesha wasichana kuchangamkia fursa zipatikanazo. Je, mafunzo hayo yameleta tija gani kwa wanufaika? Mimi binafsi hapo mwanzo sikuwahi kabisa kujua kompyuta, yani sikuijua kabisa, lakini kupitia mafunzo haya ambayo nimeyapata juu ya tehama, mimi mwenyewe sasa hivi naweza nikatengeneza email yangu. Lakini pia kupitia mafunzo hayo nimejifunza kwamba kuna teknolojia ambayo naweza nikaishughulikia ili kuunda kitu fulani ambacho kitanisaidia kufikia ndoto zangu, lakini pia kitaleta maendeleo katika jamii ninayoishi, watu ambao wananizunguka na nchi kiujumla. Kwangu mimi naona yani napata mambo makubwa sana ambayo nimejifunza hapa. Cha kwanza, nilikuwa nasoma lakini nilikuwa sielewi kompyuta, lakini ambapo nimepata fursa ya kuja hapa nimepata umuhimu mkubwa sana kujifunza kompyuta. Mimi kuchaguliwa kufika katika mafunzo haya nimefurahi sana, na nashukuru wale wote ambao wamefanya process hii mpaka tumefika mahali hapa. Sema ukweli, tumefundishwa vitu vizuri, vitu vingi kuhusu tehama, kuhusu jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali kama robot au mifumo mbalimbali. Tumejifunza, tumefurahi.
Mimi na umuhimu wangu hapa, nilikuwa sijui kompyuta, nilikuwa sielewi, hata nikifundishwa nilikuwa sijui. Ila kwa sasa naelewa, najua kuna sehemu fulani ya kuingia hivyo, kiingia sehemu fulani unafunga, kiingia wapi unaweza. Kwa hiyo naona umuhimu wa TEHAMA, yani umuhimu tukiambiwa tuende TEHAMA, yani tusikatae tuje. Maana kuna mafunzo yani kama sasa kama shuleni. Kwa kweli tija ni kubwa. Kwa mfano kama mimi shuleni kwangu, kwa mwaka wa pili mfululizo watoto wangu wameshinda, wameenda taifa, wameshinda, wamerudi na laptops na wanasoma ICT, wengine wamerudi pale kusoma PMC. Yaani PMC wanasoma physics, mathematics and computer studies. Na wengine tumeona wametoka pale wanaenda, unaona hawa wana biashara hizi lakini wamezeka online. Wengine wanakwambia madam mimi nasoma computer studies university. Kitu ambacho ni kizuri. Kwa haya mafunzo yanawavutia sana. Hata tukikaa nao wakati wakiendelea kujifunza, hasa yani madam, kumbe unaweza ukasolve zile sustainable development goals. Kumbe unaweza ukazisolve kwa kutumia TEHAMA. Kumbe maisha yanaweza yakawa marahisi. Pamoja na jitihada za serikali na sekta binafsi kuzaa matunda, nini kifanyike ili kuongeza zaidi ushiriki wa wasichana katika sekta ya TEHAMA? Mimi nahisi ni wafikiwe kabisa na moja wapo ya waliofanikiwa katika hii, waliopitia. Wakiwafuata ni wakiongea nao direct, watawahamasisha, maana ni uoga tu, ni kutoa uoga. Watu ambao wamepitia huko wamefanikiwa, wakiwafuata akiwaambia sisi tumepitia, haikuwa ngumu kama hivyo mnavyodhani na kuna ushirikiano na wanaweza. I think waboreshe platform kwa upande wa kozi zetu za sayansi na TEHAMA ili kuweza kuwavuta watu kuona, kuwapatia wepesi kwenye hii sekta ya TEHAMA, kwa sababu mwisho wa siku ni jinsi wewe mwenyewe kitu unavyokichukulia initially, lakini pia mazingira yanavyokuassociate, yanavyokufanya wewe uweze kushiriki, jinsi utakavyoweza kushiriki. TEHAMA ni kitu ambacho ni msingi wa kila kitu. Na kama tukishajua kwamba ni msingi wa kila kitu, then ushiriki wa wanawake ni muhimu. Kwa hiyo inatakiwa ianzie kwenye ngazi ya familia, lakini vyuo vyetu vina role kubwa sana ya kufanya, kwa sababu wao wanatakiwa washuke chini sasa. Manake wadau wakubwa wa vyuo ni wanafunzi, na wanafunzi hao wanatokea shule za sekondari, shule za msingi. Kwa hiyo vyuo vyetu vina kazi kubwa ya kushuka chini kwa wanafunzi wa sekondari, wa msingi, kuwahamasisha kusoma kuchukua masomo ya TEHAMA, kwa sababu huyu mwanafunzi wa sekondari asipoweza kuchagua somo la sayansi akiwa form 3, then chances za yeye kwenda kusoma TEHAMA zinaweza kuendelea kupungua. Kwa hiyo inabidi vyuo vyetu vishuke chini, viweze kutoa hamasa, viweze kuhamasisha na kadhalika. Tunajua serikali imefanya kazi kubwa sana, imepeleka miundombinu ya TEHAMA. Sasa hizi unaweza ukaenda shule mikoani huko zina computer lab. Kwa hiyo miundombinu wezeshi serikali inatengeneza, then ni jukumu la sisi sasa wadau wengine sasa vyuo na wadau wa sekta binafsi kushuka chini sasa na kuongeza hamasa kwa wanafunzi. Cha kwanza tunatakiwa kuendelea kuwapongeza na kuwatambua wasichana ambao wanafanya vizuri kwenye masomo haya ya sayansi. Unajua wakati mwingine ukiambiwa bana, ukipewa hata hamasa kidogo inakupa moyo wa kuweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo cha kwanza ni kutambua na kuwapongeza hawa wasichana ambao ni vinara kwenye TEHAMA, ambao pengine wameonyesha kuwa na mafanikio kwenye maeneo mbalimbali ya TEHAMA. Lakini pia juhudi hizi ziweze kufanywa na taasisi nyingine pia, waweze kujitokeza kuwajengea uwezo hawa wasichana ili waweze kutafuta changamoto mbalimbali na kuzitatua kwa kutumia TEHAMA na teknolojia kwa ujumla. Jamii inapewa wito gani ili kuongeza ushiriki wa wasichana na wanawake kwa ujumla katika sekta ya TEHAMA? Kitu ninachoambia wasichana wenzangu tulioko kwa mashuleni ni kwamba TEHAMA sio ngumu. Yaani ni vile tu sisi tumetengeneza hofu ya kwamba wasichana hatuwezi, tukajikita zaidi tukasema wavulana ndio wanaweza kutengeneza haya mambo ya sayansi, lakini ni hapana. Kwa hiyo sisi wenyewe pia inabidi tuondoe hiyo hofu na tukatae hicho kitu cha kujidharau sisi wenyewe. Kwa hiyo hata sisi wanawake tunaweza, tukijihusisha katika sayansi na tukiamua kwa jitihada kubwa kabisa, tunaweza kuendeleza nchi yetu na kufikia malengo yetu kwa usahihi kabisa. Natoa wito kwa wasichana zangu sababu kutoka TEHAMA ni kwanza TEHAMA tuipende, tuijali, tuisamini, kwa sababu inaweza hii TEHAMA tunaizarau, itaweza kutupa kazi, itatuajiri, tutafika mbali, kwa maendeleo tutafika mbali.
nchi mbalimbali tunaenda kwa sababu ya TEHAMA. Yaani ndio naambia wasichana wenzangu tuipende TEHAMA, na mtu atakapotuambia TEHAMA tuichangamkie, tuikimbilie. Kusema ukweli, TEHAMA sio ngumu. Sema ni wewe mwenyewe unavyofikiria katika ufahamu wako. Kitu ukikifikiria ni kigumu kitakuwa kigumu kweli. Hakuna kitu kigumu, kila kitu kinawezekana. Ni kuset tu mind yako na kusema hichi kitu nakiweza, ni kirahisi, kutia juhudi na kusema kwa juhudi na kwa bidii. Wale ambao wanaona ni ngumu, mimi nawashauri tu waje waone vitu vizuri ambavyo tunajifunza huko. Wewe mwenyewe tu utapenda na utajikuta tu engage kwenye hii TEHAMA na kujifunza vitu mbalimbali. Mimi nawaasa hasa kwa wanawake, wadada, ili ni sehemu hii, ni fursa. TEHAMA ni fursa, waitumie vizuri, wajiamini. Hakika ni kwenye mafanikio huko, na dunia inapoelekea ndo huko. Hakuna kitu kirahisi katika chini ya jua, hakuna kirahisi. Lakini ni wewe mwenyewe unavyokichukulia, ni mentality ambayo unakuwa mtu ushajiwekea, jinsi utakavyojikaribisha katika hayo mazingira. Mimi nawashauri tu wasiogope. Hakuna cha mwanaume kwamba eti mwanaume yani wao ndio masomo yao au ya kwao. Siku hizi kila mtu, yani kila mtu kinamhusisha kila mtu. Cha kwanza kwa asasi mbalimbali tuendelee kutoa elimu ya kuondoa ile dhana potofu iliyokuwepo kwamba masomo ya sayansi ni magumu na pengine wasichana hawawezi kushiriki. Kwa hiyo cha kwanza ni kutoa elimu, kama hivyo vyombo vya habari viendelee kutoa elimu kuhamasisha wasichana waweze kushiriki kwenye masomo haya ya sayansi. Lakini pia taasisi nyingine, asasi za serikali na zisizo za kiserikali ziweze kujitokeza kutoa mafunzo kwa hawa wasichana, lakini pia kuanzisha programu mbalimbali ambazo zinaweza zikawasaidia kuwajengea uwezo hawa wasichana kushiriki kwenye masomo ya sayansi. Lakini tunasisitiza kwamba hizi programu ama haya mafunzo yasifanyike mjini peke yake, sababu wakati mwingine unakuta vingi vinafanyika mjini, wa vijijini tunawasahau, kwa wakati na wao pia wana uwezo huo ambao wa mjini wamewezeshwa. Kwa hiyo tufanye hivi vitu vyote kwa kuzingatia maeneo ya mjini na vijijini pia. Hili swala ni la kufanya kwa pamoja, yani kuna kila haja kwamba serikali lakini asasi za kiraia, kwa sababu serikali ishafanya kazi yake, isha play part yake kwa sehemu kubwa, imeweka miundombinu, inasambaza kompyuta. Ukienda saa hizi shule za serikali zina lab za kompyuta. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sasa, wadau wengine sasa, kuhakikisha kwamba tunatumia hiyo fursa iliyowekwa na serikali. Na kama nilivyosisitiza kwenye ngazi ya familia, ni kuwezesha sasa kama familia kuweza kuwajenga watoto wetu ili kuona fursa zilizopo katika eneo la TEHAMA. Siku ya kimataifa ya wasichana katika TEHAMA inalenga kuikumbusha jamii umuhimu wa ushirikishwaji wa jinsia zote katika sekta ya teknolojia, habari na mawasiliano, na kuhamasisha wasichana kuchangamkia fursa zipatikanazo katika TEHAMA ili kupunguza pengo la jinsia katika sekta hiyo. Suala ambalo serikali na sekta binafsi imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali ili kuongeza ushiriki wa wasichana na wanawake kwa ujumla katika sekta ya TEHAMA.